William Ralph Featherstone ni mwandishi wa wimbo usemao Yesu nakupenda. William Ralph Featherstone alizaliwa mwaka 1846 tarehe 23 ya mwezi wa 7 maeneo ya Montreal, Canada. Ni katika maeneo haya ya Montreal, Canada, Ralph aliishi maisha yake yote hadi alipofariki mnamo mwaka 1873 tarehe 20 ya mwezi wa 5. Historia inaonyesha kuwa Ralph alipoandika wimbo huu alikuwa na umri kati ya miaka 15 na 16, na baada ya kuuandika aliutuma kwa shangazi yake ambaye alikuwa ni mke wa William kutoka Los Angeles, na ndiye aliyekuwa msaada mkubwa sana kwa uchapishwaji wa wimbo huu uitwao Yesu nakupenda. Mtu mmoja aliyeitwa Adoniram Judson Godson alifanikiwa kupata maneno ya wimbo huu akayatungia tuni. Baada ya wimbo kukamilika, aliuingiza katika kitabu cha nyimbo London. Kwa mara ya kwanza tuni ya wimbo aliyoitengeneza haikumfurahisha, ndipo alipoamua kutunga tuni mpya baada ya maombi mengi ambayo inatumika hadi hivi leo. Msingi wa wimbo huu umejengwa katika kitabu cha Mathayo 22 aya ya 37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hebu sikiliza kisa hiki. Binti mmoja aliyeitwa Karen kutoka maeneo ya Ulaya alikuwa ni binti wa pekee sana kwa wazazi wake, hata kwa marafiki zake. Wazazi wake walikuwa na hali ngumu ya kiuchumi, hivyo waliishi kwa kutegemea misaada na mabaki ya vyakula kutoka hotelini. Ingawa familia ya Karen ilikuwa katika hali mbaya ya uchumi, Karen hakusita kuwapenda wazazi wake na kuwatakia mema siku zote. Kwa bahati mbaya, baba yake alifariki dunia, hivyo Karen akabaki na mama yake mpendwa. Siku moja Karen aliazimu moyoni mwake kumpatia mama yake zawadi nzuri katika sikukuu ya pekee ya wapendanao maarufu kama Valentine Day. Sikukuu hii inayopendwa na watu wengi ulimwenguni hufanyika kila mwaka tarehe 14 ya mwezi wa pili. Karen alitafuta ua zuri la kuvutia kwa ajili ya kumzawadia mama yake, ambalo gharama yake haikuwa kubwa sana. Ingawa gharama ya ua lile ilikuwa ni ndogo, Karen hakuweza kuimudu, hivyo muuzaji kwa huruma aliamua kumpunguzia bei ili Karen aweze kulipata. Kwa sababu Karen hakuwa na pesa wala chanzo cha kumpatia pesa, alilazimika kuomba kwa rafiki zake ili kupata kiasi kinachohitajika kwa ajili ya kununua lile ua. Akiwa katika harakati za kuomba pesa, alikumbana na matusi, dhihaka pamoja na dharau, lakini hakukata tamaa. Hatimaye kwa kuchelewa ndipo alipofanikiwa kutimiza lengo lake la kupata ua kwa ajili ya mama yake kipenzi. Baada ya kununua lile ua, alianza safari kurudi nyumbani akiwa na furaha kubwa, na kwa sababu alikuwa ni binti mdogo, furaha ya ua ilifunika hali yake ya kuwa maskini barabarani. Hivyo akiwa katika harakati za kuvuka barabara, kwa bahati mbaya gari lilimgonga na kumjeruhi vibaya sana, lakini cha kushangaza, ua lake lilibaki salama mkononi mwake. Mtoto Karen alilia kwa uchungu sana kutokana na maumivu aliyokuwa nayo. Watu walifika kwenye eneo la tukio na kumkuta Karen akiwa katika hali mbaya sana. Kwa kusitasita, Karen alitamka maneno machache ya mwisho kwamba, mpelekeeni mama yangu zawadi hii, mwambieni nampenda sana. Kisha akakata roho. Mpendwa, tunapaswa kumpenda Mungu kikamilifu. Akili zetu zote, hisia zetu zote na maisha yetu yote yanapaswa kuonyesha kuwa tunampenda kwa dhati, wala si nusunusu. Ukimpenda Mungu kwa dhati, kile akitakacho utakifanya bila shuruti. Upendo wake kwetu hauna kipimo. Uhai wake aliutoa bure kwa ajili yetu, na kila anayemwamini ameahidiwa uzima wa milele. Hivyo basi, ukimpenda leo utajisalimisha kwake, naye atakuwezesha kuishi maisha ya ushindi. Ukimpenda hautakubali dhambi kutawale. Ukimpenda hautaishi kama mtu wa ulimwengu huu, bali kama mshindi anayejiandaa kuurithi ufalme wa mbinguni. Upendo utakubidisha kumtii na kufanya yale yanayompendeza. Sasa nakupenda Yesu wangu kuzidi pia, iwe ni nia ya moyo wangu na moyo wako daima. Asante kwa kufuatilia vipindi hivi. Kwa maoni au ushauri tuandikie kwa simu namba 0652654361. Bwana akubariki.